Nasikitika kusema wewe ni mwanakwaya mzuri na unacheza step nzuri, lakini Mungu alishakuacha. Mungu alishakuacha, ametega kisogovu maisha ya dhambi. Hata kama unatoa sadaka nyingi, unatoa sadaka, watu wanakula, wachungaji wanakula, wanatoka vitambi, lakini wewe Mungu amekuacha. Maana Mungu hatazami. Hiyo ndio kanuni ya Mungu wetu. Na ninataka nikwambie, wewe umeachwa na Mungu. Watu wa Tabora, naomba unisikie. Ni afadhali uache na mkeo, ni afadhali uache kazini kwako wakufukuze kazi, lakini usiache na Mungu. Anasema mume wangu ataniacha, lakini nisikilize, ni afadhali ya kuache huyo, lakini usiache na Mungu. Akapiga kelele Yesu Kristo, akalia akasema, mbona umeniacha? Watu wa Tabora mnisikilize, mmedekezwa mno katika kizazi hiki kipofu. Mmedekezwa habari ya kutokukemewa kwenye eneo la dhambi, na ninataka niwapeni pole, maana mbinguni hamtaingia, na wala nguvu za kushinda adui shetani hamtakuwa nazo. Hata sasa huwawezi wachawi, ingawa una jina la Ukristo, lakini huwezi kuwashinda wachawi, maana wachawi hawawezi kuloga, hawawezi kutishwa kwa jina lako ya kwamba mimi naitwa Petro. Sikiliza, wachawi wanaliogopa jina la Yesu Kristo likiwa ndani yako. Likiwa ndani yako, wachawi wanaweza wakakimbia. Nafahamu una jina zuri, nafahamu umebatizwa, unajivunia ubatizo. Unaweza ukawa umebatizwa, lakini Mungu hayuko ndani yako, alishakuacha mbali. Ubatizo haumpeleki mtu mbinguni, wala jina la Ukristo halimfikishi mtu mbinguni. Unaweza ukawa na jina zuri, lakini mbinguni halipo. Unaweza ukawa na jina la Tambika, inafahamika Tabora, inafahamika Kenya, inafahamika nchi mbalimbali, lakini kwenye ufalme wa Mungu jina halipo, kwa sababu ya maisha yako mabovu. Unisikie nikupe dozi kidogo ikusaidie, maana umekaa unatamani kupewa maneno laini yanayoweza kukusaidia, kukuchekesha. Sina injili ya kukuchekesha. Nataka nikwambie, patana na Mungu wako. Tengeneza maisha yako ili uwe salama. Tengeneza maisha yako ili uwe salama. Bila Yesu Kristo hakuna kuingia mbinguni. Achana na injili za kubembelezwa. Leo injili zimekuwa za ajabu, mpaka mnagaiwa na keki. Mnapewa na keki kwenye ibada ili kwamba mweze kufika kwenye ibada. Mchungaji mmoja akasema, tengeneza ibada yako ya asubuhi. Mimi nimeweka ibada ya asubuhi, ile ibada asubuhi na chai ya maziwa na mikate. Watu ni wamejaa. Sikiliza, mnafuata chai, lakini Mungu hayuko ndani yenu. Mungu ni mtakatifu, anataka watu watakatifu, watu waliokataa maisha ya dhambi. Na mimi nataka nikwambie, ni watakatifu peke yao. Unaweza kumwambia mchawi, mguu upande akatii, mguu sawa akatii, ondoka akakimbia. Ni watakatifu tu peke yake. Kama unanielewa, itika amina kwa jina la Bwana Yesu. Itika amina. Na kusali mnakwenda, lakini Mungu amewaacha. Niwe maana unahirizi kiunoni, maana Mungu amekuacha. Unachale kiunoni, maana Mungu amekuacha. Wenye Mungu wa kweli hawana hirizi kiunoni. Wenye Mungu wa kweli hawanogeki. Wenye Mungu wa kweli hawana chale kiunoni. Wenye Mungu wa kweli hawaendi kwa waganga wa kienyeji. Wenye Mungu wa kweli hawatishi na wachawi. Kama unanielewa, ungeitika amina iliyoshiba kwa jina la Yesu Kristo. Ndio maana maisha yako yamekuwa ya kuhangaika. Wewe ni msichana, ulishaachwa na Mungu. Maisha yako yamekuwa ya kujiuza. Unafikiri ndio usalama, ulishaachwa na Mungu. Na gonjwa la ukimwi liko njiani, kama sio leo ni kesho litakuvaa. Biblia inazungumza, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanaume Yesu Kristo, ili Yesu Kristo afanyike afya, afanyike uzima, afanyike uponyaji katika maisha yetu. Tunapotamba kwenye dunia hii, hatutambi kwa majina yanayoshinda kifo na mauti, jina la mwanaume Yesu Kristo. Kwa hilo jina tunaokolewa, kwa hilo jina tunaponywa, kwa hilo jina zote. Hata wewe kama mfupi kama Supika anakupenda, uwe mweusi kama tairi la gari anakupenda. Yesu anawapenda watu wa aina zote, anawakaribisha kwake, anawaambia karibuni kwake. Nataka
Kristo. Umepata vyote, umepata vyote, umepata vyote. Kama unanielewa itika amina kwa jina la Bwana.